Hii ni suratul Qari'a, makkiyatun, imeshuka Maka, 11 aya, ina aya 11. Bismillah, inaanza kusoma sura hii kwa jina lake Allah Ar-Rahman, mwenye kuneemesha wema na waovu duniani, Ar-Rahim, mwenye kuneemesha wema tu akhira. Al-Qari'a, msiba ugongao moyo. Mal Qari'a, ni nini msiba ugongao moyo? Wama adraka mal Qari'a, na ni jambo gani lililo kujulisha ni upi msiba ugongao moyo? Sura hii imeshuka Maka, lakini pia ilivyokuja kwa tafsiri waliogopa watu wa Maka, na jina lake limetokana na aya ya kwanza Qari'a. Lakini al-Qari'a tunamaanisha kiyama. Mal Qari'a, ni nini kiyama? Wama adraka mal Qari'a, na jambo gani limekujulisha wewe ni nini kiyama? Yauma yakunu nas, ni siku ambayo watakuwa watu kalfarashil mabthuth, kama farasi au wadudu walotawanywa. Yauma yakunu nas, ni siku watakuwa watu kalfarashil mabthuth, kama nzige waliotawanywa. Ukiwakamata nzige au wadudu, alafu ukishawa mwaga, kila mmoja anaenda na njia yake, na vile wanavyoenda wale wadudu wala hawajui wanaenda wapi. Yeye kaachiwa tu, wanaanza kwenda. Basi na watu siku ya kiyama, siku ya hukumu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba ulimwengu, na iko siku ulimwengu utaondoka. Kwa hiyo kuna yaumun wa hauluhu, kuna siku, na siku hii itakuwa na vituko tele. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku hizo aliwakuta sahabaze wakiwa wanasimuliana habari za Judgment Day, siku ya hukumu. Basi akawaambia, wala taqumu saa, hakitosimama kiyama siku hizo mpaka zitokee aya 10, mpaka yadhihiri mambo 10. Na haya mambo 10 yatakuwa yanafuatana, likitoka hili linakuja hili. Miongoni mwa mambo 10, hakisimami kiyama mpaka tuone jua limechomozea magharibi. Hakisimami kiyama hata takhruju daba, mpaka ardhini atokee mnyama, na mnyama huyu atakuwa anawaasa watu kwa lugha kabisa. Akikwambia, we Jasmini, we fulani, we unafanya nini we? Watati dukhan, kisha ukaja moshi. Watati nar, ukaja moto dunia nzima. Lakini pia mpaka akaja Yajuja wa Majuja, kisha akatokea Masiha Dajjal, Anti-Christian, kisha akaja Nabii Allah Isa mwana wa Maryam. Kwa hiyo hakiji kiyama aya mambo, na likitoka hili linakuja hili, likitoka hili linakuja hili. Na hizi ni mambo ya hatari tu hayo, na kila kimoja kinamtisha mwenzie. Kwa hiyo
Kiyama, nini kiyama? Jambo gani limekujulisha we ni nini kiyama? Yauma yakunu nasu, ni siku watakuwa watu kalfarashi almabthuth, kama nzige waliotawanywa. Watakunu aljibal, na yatakuwa majabali haya mnaoyaona kal'ihnil manfush, kama ile pamba iliyotolewa mbegu, itakuwa na pepesuka, yanaruka. Kuna vituko sana siku hiyo. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, ama yule ambaye mizani yake imekuwa nzito kwa kutenda mema, kama tulivyosema juzi, akawa na imani ikatafsiriwa na matendo, akaanza kufanya khairat, akatoa sadaka, akasalimia watu, akaunga kizazi, akaheshimu wazee, akawasaidia wanyonge, akawastiri wajane, akawalisha mayatima na mfano wa hayo kila ukiyafanya yanaandikwa, hayatupwi. Al-ihsanu la yubla au la yabla, wa dhanbu la yunsa, wa kama tadinu tudanu. Wema hauozi na ubaya haufutwi, na utakachofanya utalipwa. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, za yule ambaye mzani wake, kuna mizani ya Mungu tutapimwa matendo yetu, ambaye mzani wake utakuwa mzito. Nani mzani wake hapa nahisi ni mzito au mwepesi? Kichwani mwenyewe unajua. Inashangaza. Imekuja Ramadhani kama hiyo, wallahi kuna mtu hakuswali tarawehe hata moja. Imekuja Ramadhani kama hii, hakufunga. Imekuja Ramadhani kama hii, na wakati kabla haijaingia Ramadhani ilikuwa kuna tamaa kubwa. Ramadhani hii mtasoma sana Qur'ani, Ramadhani hii mtasali sana, lakini limeisha 10 la kwanza, limeingia la pili, hata tarawehe moja. Lakini nakwambia bado hujachelewa, wakati unao. Kwa hiyo tunasema hivi, yule ambaye mzani wake umekuwa mzito, fa huwa fi 'ishati radhiya, atakuwa katika maisha mazuri. Mungu atujalie miongoni mwasi. Kitaka maisha mazuri kesho, tumeelewana vizuri basi jitahidi kutenda mazuri mengi. Anasema al-Qayyis, mtu mwerevu, mtu mwenye akili, man bana kabarahu qabla an yadkhula, ni yule anayelijenga kaburi lake kabla hajaingia. Katika hali ya kuhamasishana, mmenielewa vizuri? Katika hali ya kuhamasishana, mmeelewa vizuri Mimi nikifa sasa hivi ghafla sawa hakuna utetezi mbele ya Mungu, lakini nikiulizwa ninacho cha kujifichia. Haya, wewe vipi? Nasema Mungu, Ramadhani hii nimejitahidi kutoa sadaka vile nilivyoweza, na nimejitahidi kubeba wengi wale ambao naweza, nimejitahidi kutoa darsa, nimejitahidi kusomesha. Maisha yangu ukinipa dakika 5 tu nikikaa na mtu, sijai kupiga story kwa ajili ya Arsenal na Manchester na Simba na Yanga. Mimi maneno yangu uungu, tunaongea dua, naongea dini muda wote. Alafu maisha yangu usiku nasimama na ninaoshawishi wengine wasimame, tumuombe Allah. Nacho kidogo cha kujitetea, na haya ni mambo ya kheri, na nina nia ya mambo makubwa zaidi pale nitakapoafikishwa kufungua zituo za mayatima, kufungua mahospitali makubwa watu wasaidike, kufungua makampuni ya misaada watu wasaidike. Ndio khairati zenyewe hizo. Na wewe ufikirie sasa nimefanya nini? Juzi tunaulizana hapa, unakuta Ramadhani hata kipande cha mhogo mtu hujampa. Tumefahamiana
fahuwa fi ishati radhiya, takuwa katika maisha yaloridhiwa. Wa amma man khaffat mawazinuhu, ama yule ambaye mizani yake itakuwa nyepesi. Umeelewa? Mizani itakuwa hamna kitu. Sala yenyewe ndio hivyo, pangu pakavu tia mchuzi. Qur'ani yenyewe ndio usomi uzuri kabisa. Kitizama kwenye sadaka zero, kwenye umbea ndo pake, kwenye majungu ndo pake, kwenye usengenyi ndo pake. Hii mizani itajaa nini hii? Na ukifanya mazuri kesho yafuta na mabaya. Kwa hiyo mpaka sasa hivi sema nkifa, sasa hivi nkifa, mizani yangu ni nyepesi, ni nzito, nimetanguliza nini kwa Allah? Yani cha mwanzo maiti ya kifa anatizama mbele ameweka nini. Kwa hiyo amma man khaffat mawazinu, yule mtu ambaye mizani yake ni nyepesi. Kila mmoja tulokuwepo wote hapa, kike na kiume, tasawwar akilini, jiulize hapo, mimi mizani yangu nyepesi au nzito? Jiulize. Si nimekesha usiku qiyam, lakini nimekesha kwa sababu pengine tukapata hela sikukuu, si kwa ajili ya Allah. Umeelewa vizuri Sasa nitakuwa nimelipwa kweli? Mtihani. Fa ummuhu hawiya, fa ummuhu hawiya, yule mtu ambaye nafsi yake itakuwa nyepesi, mizani yake itakuwa nyepesi. Allah anasema fa ummuhu hawiya, mama yake atakuwa moto wa hawiya. Shikeni tafsiri hizi kwa haraka. Fa ummuhu hawiya, Makadiani wanapenda kugeuza tafasiri. Tafsiri walioiweka wao wamechukulia maana ya mama yake mtu ni hawiya, ili waone moto ni mlezi wa kualea watu. Hili neno mama lina tafasiri Kiarabu katika kamusi karibia 9. Ummuhu maana yake ni mama, ummuhu maana yake ni mke mkongwe, ummuhu maana yake ni msingi, ummuhu maana yake ni raisi. Hata raisi ni ummu vile vile, hata raisi ni ummu vile vile. Kwa hiyo tukisema fa ummuhu, pia maskani vile vile yanaitwa ummu, pia maskani vile vile yanaitwa ummu. Kwa hiyo fa ummuhu hawiya, itakuwa maskani yake huyu mtu ni moto wa hawiya, ndio atakapoishi. Wama adraka ma hiya, na jambo gani limekujulisha wewe ni nini hawiya? Anasema narullahi hamia, ni moto wake Allah. Chaji ile mashine kule we nawe, ni moto wake Allah mkali wenye kuashwa. Mama hili ongea taratibu. Kwa hiyo kupitia jambo hili tumemaliza leo aya 11 hizi. Kesho inshallah tutaingia suratul Adiyat. Leo tumeishia hapa, na tumesema sura hii haina gagaziko, hii imeshuka Maka tu na haina mambo mengi. Na hizi ni sura, ili nalo lizingatie, za mwanzo kabisa kushuka kule Maka. Hizi ni sura za mwanzo kabisa kushuka kule Maka. Baada ya kuyasema hayo, tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie mizani zetu kwa darasa hizi ziwe nzito, na atupe maisha mazuri kesho akhera. Binadamu akizaliwa huwa anakuja huku analia. Sasa siku ya kuondoka, maana alipokuja huku analia, watu ndo wanacheka. Mtoto asoulia mashaka, wakishamuona yule mtoto analia, watu hufurahi, kalia bwana. Sasa siku ya kuondoka, tumeelewana vizuri, watu watalia, wewe ucheke. Sasa sio umekuja unalia, unaondoka unalia tena, kwa sababu huna kitu. Na siku tukizaliwa, tunazaliwa tumekunja mikono.
Siku tukifa tunaondoka tumenyosha mikono kwamba kila kitu tumekiacha hapa hapa. Maiti yoyote, mke mume, akizikwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema vitu vitatu vinamsindikiza na sote vitatutokea. Lazima yatbauhu maluhu wa ahluhu wa amaluhu fayarji ithnani wa yabqa wahidun. Mtu akifa itamsindikiza mali yake. Hivyo vigarigari hivyo watu watasema tieni mafuta bwana, gari zake bwana, mwache tumpeleke, ndo mali hizo. Familia yake, mjomba, mke, sijui nani, wote watamsindikiza. Na utasikia twendeni tukamwage fulani jamani, siku yake ya mwisho. Lakini pia kitu cha tatu kitakachomsindikiza, matendo yake. Matendo yatakusindikiza. Halafu vitarudi viwili. Vikirudi viwili, tumefahamiana vizuri, kimoja kitabaki. Zile mali zako ulizopelekwa nazo zinarudi. Wale ndugu zako wanaokupenda, hasa yule mtoto wake aingie kaburini, ampokee bwana. Hata akiambiwa tukuweke na mzee hapa, anarudi. Unabakia na matendo yako. Sasa yale matendo yako kama ni mazuri, yalikuwa mazuri, hewalla. Kama ni mabaya, yanakaa mbele ya jeneza yako, yanakuwa picha ya mbwa. Ina maana wewe umekuja duniani kuzalisha mbwa. Na ukienda kule kaburini sasa, ukiwa umelala, huna hili wala lile, basi kama ulifanya mambo mazuri, anakuja mtu mzuri kwa sura ya kibinadamu. Ile sadaka yako, ile ukarimu wako, ule wema wako, unajiunga na kwa mtu kamili mzuri, hamna mfano wake. Na wewe unanyanyuka pale kaburini, unamuuliza man anta basharakallahu khaira, kwani wewe hasa ni nani? Mwenyezi Mungu amekupendelea kheri, unapendeza, natamani hata nikushike. Basi yule mtu anakuambia ana amaluka, mimi ndo yale matendo yako ndugu yangu. Wewe hupiti mtu lazima umsalimie. Humpiti mzee umpokee mzigo au umpishe akae. Heshima zimekujaa, utii umekujaa. Kwa taarifa yako, mimi nitakuwa partner na wewe, nitakuwa rafiki wako mpaka siku ya kiyama. Tumeelewana eh? Njoo nikufanyie surprise ndugu yangu. Surprise gani tena? Anaenda na wewe pale, anakufungulia pazia la motoni. Unaona hatari ya moto, unatetemeka, hey, jamani, afu anafunga lile pazia la moto. Anasema ndo surprise hizi. Mungu kakuepushia, kakuharamishia na janga lile. Unaonaje? Nishaogofya kweli kweli. Ambia, afu anakufungulia pazia la pepo. Atakwambia wewe sehemu yako nzuri ndo ile inaonukia. Haya, nenda sasa hivi. Ndo humkuta maiti akawa ana nuru. Manake kila anayekufa ile roho wakati inatoka, jicho moja laona watu wote walomzunguka, jicho la pili laona anakokwenda. Nyie hamuoni tu, lakini 80% maiti zote kila zikitokwa na roho hujisaidia, huuma meno. Nyie mwalia vingine mwenzenu isipokuwa Mungu kamzingazinga, hawezi sema, anataka kusema wa ujasiri apati ili asituache na huzuni sisi. Manake kama ndo baba yako, alafu jamani mimi naenda motoni, nyie mtakuwa mna amani huko. Kila mkikaa, maskini anateseka. Na hata msinge muombea dua. Tuombe dua za nini? Mtu mwenyewe huko aliko kisago cha nguvu. Pale mtu ndo anaona janga. Sasa lile jicho linaanza kumuonesha tokea alivyozaliwa. Linaanza kumuonesha vurugu zake. Akiruka viunga huko mtaani. Majanga yake yote anaona. Ndio nafasi sasa hivi naletewa hii picha. Manake nini hii? Ambia ndo unakokwenda huko. Kufa jambo zito, yani lisikie hivi. Mbadiliko la kimaumbile. Bora hata tungekufa kwa pamoja wote. Mmoja.
mmoja mmoja. Lakini pia kama umetenda matendo mabaya, anakuja kiumbe, shehe chaji bado, anakuja kiumbe, lakini huyo kiumbe anakuja mbaya hatari. Wataka kumkwepa kwepa, unamwambia we nani mwenye nafsi chafu? Ambia mimi nani? Mimi ndo matendo yako ndugu yangu. Mdomo mrefu kama kuku, we kusengenya, kuzua majungu, kufitinisha. Asa unanikimbia vipi? Ukikopa ulipi wewe, mjanja mwizi. Sasa mimi nitakuwa partner wako mpaka kiyama, takuganda hivi. Njoo nikupe surprise. Anakuchukua matendo yako yale, anakufungulia pazia la peponi. Akisha kufungulia pazia lile la peponi, unaona lu'lu'in wa sundusin wa khudhurin wa baqariyin. Unaona lulu, unaona neema, unaona vyakula, unaona matunda, unaona vyema. Yani unatiwa mori. Si unaona kwa mfano ukiwa umefunga, Allahu akbar, na somo siku imekukamata, alafu mtu anakuletea maziwa baridi au juisi baridi, au chungwa baridi. Sasa unataka kutia kanwani, anakunyang'anya, hamna kula. Ile njaa inazidi mara mbili. Sasa na wewe unaoneshwa mazuri, afu unafunikwa, unaambia koma, hustahiki vitu hivi. Duniani wewe umekuja kucheza ndugu yangu. Ulisahau kama kuna kufa wewe. Afu anakufungulia pazia la moto, asema sehemu yako ndo hii. Siku ile tulivyoumbwa alamil arwah, kuna mkataba ulifanyika kule. Mtu aliulizwa, haya Jusu tuambie, unaenda kule duniani na kuambia hivi, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ndugu yangu, sikuumba majini wala binadamu lengo kuniabudu. Umesikia Asha? Umesikia Omari? Sasa nataka ukaniabudu. Sijakutuma uwe abdu dunia, kajenge majumba tu, mazo yako mafanikio tu. Dunia ina mwisho. Nikupe miaka mingapi? Ili usije ukaniambia haikunitosha. Nikupe mingapi? Mimi kule wala sihitaji mingi, kwa sababu kazi ni kuabudu. Mimi nikipe miaka 52. Mwingine una uhakika itakutosha? Inatosha. Tena mimi naona hata mkinipa 45 tu. Umeandika mwenyewe. Mwingine mimi nipe miaka 100. Miaka 100 inakutosha? Kesi yake ngumu. Niongezeni kabisa na 120. Mimi sina wasiwasi. Mwingine miaka 40. Umesaini mwenyewe. Lakini siku ya kufa unasema rabbi irji'uni, Mungu nirudishe. Kwa hiyo miaka 100 iliyopita tulikuwa hatupo, na 100 itakayokuja tutakuwa hatupo. Tunacheza miaka 60, 70. Kwa hiyo katika miaka hii aliyopata hajapata, na aliyokosa hajakosa. Wote sawa sawa. Ila aliyopata baada ya kufa, ndugu zanguni, wallahi amepata kweli, na aliyokosa baada ya kufa anajanga. Yani huyu ndo amekosa kweli. Hii dunia haina mwenyewe. Uwe tajiri kupindukia utaiacha. Uwe maskini walipiote maskini zaidi yako wewe. Kinachotakiwa mtu, ya Rabbi nafsi, tetea nafsi yako. Ubinadamu ni kukosa, hakuna asokosa. Asokosa hayupo. Isipokuwa mbora wa makosa tukumbuke na kutubia. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Mungu nisame, Mungu nisame, nikufirie. Lakini wewe unafanya tu dhambi, lakini hata toba ufanye. Kwa hiyo tuombe na toba. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tusamee madhambi yetu, madhambi ya uzinifu, madhambi ya wizi, madhambi ya usengenyi, madhambi ya uongo, madhambi ya kugombanisha watu, na mengine mengi kabisa. Mwenyezi Mungu atusamee nayo sana na atustiri. Na tunamuomba tukirudia tena kama binadamu atusamehe. Na kikawaida binadamu, hasa Muislamu, anafanya madhambi, lakini kufanya kwake dhambi ni kwa bahati mbaya sana. Na akifanya ile roho yake inafurukuta. Hatuli mpaka atubie, sio zile za maksudi. Sawa?
Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa mali imani, nini imani? Akasema idha sarratuka hasanatuka wa sa'atuka sayyiatuka fa anta mu'minun. Hadithi hii ameipokea Dhiyau, rawahu Dhiyau. Ukikufurahisha wema wako uliofanya, kila ukifikiria wallahi jana nimemswalia mtume mara 1000, nimeswali, nimekesha, nimesaidia mayatima, ukifurahi kwa hilo, alafu ukakuudhi uovu wako, wallahi sikutegemea kama ningefanya dhambi zile yani na Ramadhani nzima ndo nimewekwa kinyumba mwanamke mzima, na kati anayetoa riziki ni Mungu, yani dini nasubiri kuhongwa. Tiani gani mdela wangu wote unasalia lakini wa kuhongwa, likawa linakukereketa we muumini. Lakini kuna mtu akifanya kheri hana habari, akifanya shari hana habari. Mwenyezi Mungu atusahilishie.